Asifiwe sana. Haleluya. Basi tunamshukuru Mungu kwa sababu ametupa neema tena siku ya leo tuweze kusimama madhabahuni kwake kwa ajili ya utukufu wake na kwa ajili ya neema yake. Na leo ni siku nyingine ambayo Mungu ametupa ya semina yetu ambayo tunaianza leo mpaka siku ya Jumapili. Kama ulivyowahi leo, naomba na kesho uwahi zaidi. Mwambie saa 10 kamili tunaanza. Haleluya. Haleluya. Na tunajitahidi na watu wetu wa media ili ibada hii iwe live. Kwa kadiri tunavyokuwa tunaendelea itafanyikiwa kuwa live. Bwana Yesu asifiwe sana. Na itakuwa live kwa siku zote kuanzia leo mpaka Jumapili. Baada ya asubuhi itakuwa live pia kwenye social media, kwenye akaunti ya Joseph Danieli Zakaria, na utaona hapo, utayapata mahubiri yote. Bwana asifiwe sana. Hii ni wiki ya Pasaka, wiki ambayo tunakumbuka kufa kwa Bwana wetu Yesu Kristo kama ishara ya ukombozi wetu hapa duniani. Na wakati dunia ikiadhimisha, watu wakipumzika kwenda kanisani, walio wa Kristo na wasio wa Kristo, wapagani na wasio wapagani, basi sisi pia tumepata nafasi ya kuwa na semina ambayo imeangukia katika majira ya Pasaka. Kwa hiyo tutajifunza neno la Mungu na utaelewa mantiki ya semina hii ikusaidie. Bwana asifiwe sana. Nimekuwa nikikuombea kwa siku kadhaa. Nimekuwa nimejizuia pia kwa mambo mengi kwa ajili ya semina hii ili Mungu atuhudumie na Mungu atusaidie kwa pamoja. Haleluya. Haleluya. Semina hii ni ya Pasaka, lakini kichwa cha somo hakitokuwa Pasaka kama ilivyo kawaida. Lakini ni semina ya Pasaka na kichwa cha somo ni nguvu ya neno la Mungu juu ya maisha ya mwanadamu. Nguvu ya neno la Mungu juu ya maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo tutakwenda kuangalia msaada wa Mungu kwa mwanadamu kwa kutumia neno lake, jinsi alivyokusudia kumsaidia mtu ambaye ni mimi na wewe. Neno la Mungu ni sawa na uwepo wa Mungu mwenyewe. Neno la Mungu ni sawa na uwepo wa Mungu mwenyewe, bila kujali ni nani analisema au anayelisema unamkubali au haumkubali, anayelisema unampenda au humpendi, anayelisema unamdai au haumdai, anayelisema ni ndugu yako au si ndugu yako. Mungu akishampatia neno au ujumbe, basi ndani ya ujumbe atakaotoa kuna Mungu. Haleluya. Kwa hiyo wana wa Israeli wakapitia mateso mengi sana ambaye yanakuja kuzalisha sikukuu ya Pasaka. Na mateso haya yanakuja kuzalisha kufa kwa Yesu ni kwa sababu ya maisha bila Mungu. Maisha bila Mungu ni machungu sana. Ongea na watu ambao hawana Mungu na wengine wana Mungu, lakini kwenye baadhi ya mambo yao wamemwacha Mungu, hawajamshirikisha Mungu. Kwa hiyo mateso ya mioyo yao ni makali, uchungu wa mioyo yao ni mkali, ghadhabu ya mioyo yao ni kali. Wana mateso ambayo wanadamu hawezi kuwasaidia, wana utumwa ambao wanadamu hawezi kuwasaidia. Mungu ametuma neno lake katika siku hizi 4 ili amsaidie mtu mmoja apate kuvuka, apate kuondoka katika maumivu, apate kuondoka katika mateso, apate kuondoka katika kilio na kusaga meno, ili apate raha ya milele ambaye ni ukombozi kamili. Utakavyokuwa unafurahia Pasaka, ufurahie Pasaka ukiwa umefunguliwa, ukiwa umeponywa, ukiwa umesaidika, ukiwa
kwenye maisha yako. Haleluya. Unajua watu wengi wanaisherehekea Pasaka, lakini wanaisherehekea Pasaka wakiwa kwenye moto, kwa sababu wamemkataa Mungu katika mioyo yao, wamemkataa Mungu katika maisha yao. Leo Mungu akutane na wewe, akusaidie. Bwana asifiwe. Kitabu cha Kutoka sura ya 1, tuone maisha ya watu hawa bila Mungu yalikuwaje. Kutoka sura ya 1 mstari wa 11 mpaka wa 14. Biblia inasema, basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao. Biblia yako imeandikwa kama ya kwangu? Kutoka 1 mstari wa 11 mpaka 14. Anasema utawala wa Farao ukachagua wasimamizi ili wawatese wana wa Israeli kwa mizigo yao. Nao wakamjengea Farao miji ya kuweka akiba, lakini kwa kadiri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi na kuenea. Nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Wamisri wakawatumikisha Israeli kwa ukali, wakafanya maisha yao kwa uchungu, kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na ya matofali na kila namna ya kazi ya mashamba. Kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali. Unaona hapa, I say hawa jamaa wanapitia mateso, kumbe kuna siri nyuma yao. Kuna watu wanaitwa wasimamizi wa mateso. Bwana asifiwe sana. Wasimamizi wa nini? Ni hawa, ni watu. Biblia inasema Farao akachagua wasimamizi wa kusimamia mateso ya wana wa Israeli, kwa sababu wana wa Israeli walimsahau Mungu kwenye hii nchi ya Misri. Alilokufa Yusufu ambaye alipewa utawala, kwa sababu kipindi Yusufu anatawala Israeli walikula maisha, walikula bata kwa Kiswahili cha leo, walitanua, walienjoy maisha. Alivyokufa Yusufu, akaja Farao asiyemjua Mungu wa Yusufu, na kipindi kile walivyokuwa katika amani, walistarehe, wakasahau kuna Mungu. Na Mungu aliwaambia baada ya miaka 400 nitakuja kuwatoa. Kwa alivyoinuka Farao huyu asiyemjua Mungu wa Yusufu wala wa Israeli, na Israeli wakati huo wameshamsahau Mungu, huyu Farao akaitisha watu hawa wakapewa kazi ya kuhakikisha wengine wanateseka. Sema nakataa kusimamiwa na mateso. Nakataa kusimamiwa na watesaji. Nakataa kusimamiwa na watu wenye mizigo yao. Okay, unaona sasa anasema wawatese kwa mizigo yao. Maana yake nini? Kuna mtu hapa anabeba mizigo lakini si ya kwake. Hello? Kuna mtu anabeba magonjwa miaka na miaka lakini si ya kwake, ni mzigo, na huo mzigo kuna mtu ameusimamia. Anasema nahakikisha huyu namtesa asipate raha kwenye nchi. Sema nakataa. Sema nakataa. Kila anayenisimamia, kila niliyebeba mzigo wake, ninautua leo, namrudishia katika jina la Yesu. Habari njema ni kwamba katika Mathayo sura ya 11 mstari wa 27, Biblia inasema hivi, njooni kwangu ninyi nyote wenye kusumbuka na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Maana mzigo wangu ni mwepesi na nira yangu ni laini. Njooni mjifunze kwangu, kwa Yesu ambaye tunaenda kukumbuka Pasaka, ambaye alikufa kwa ajili yetu, alibeba mzigo wa mateso. Umehubiriwa injili ya mateso ya Yesu miaka mingi, lakini nataka nikwambie, nabii Isaya anatabiri, anasema tazama, atazaliwa mtoto mwanamume, jina lake ataitwa Immanueli. Mahali pengine Isaya anasema kwa kupigwa kwake sisi
sisi tumepona. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amechukua uchungu wetu, amechukua maumivu yetu, amechukua kila mzigo mzito tuliokuwa tumebebeshwa. Kwa hiyo kuna watu wanaoishi mbali na Mungu, adui amewabebesha mizigo ya watu wengine. Kwa hiyo unakuwa unatembea na shida. Angalia, imefika hatua mpaka wana wa Israeli wanaenda kujenga miji ya akiba ya Ramsey ya Farao, ili hizi Misri iweke akiba. Hata kanisani kuna watu hawajui kama wamebebeshwa na wanasimamiwa na watumishi hawa wa mateso, kwamba wao badala ya wao waweke akiba, wanajikuta wanamwekea adui akiba. Maana yake nini? Nisikilize, unajikusanya, umefika hapa, unasema hapa nikijipa miezi mitatu nitakuwa nimenunua kiwanja. Kibaki miezi mitatu uliyojipigia, linatokea tatizo, linakushusha kutoka chini, kutoka juu mpaka chini. Sema nakataa kujenga hazina ya watu wengine. Si kama kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananisikiliza? Umefungua duka, umefika hapa, inakuaje unarudi nyuma? Rapakatia baradaya rika papapaya. Naipinga hiyo roho, na wapinga hao wasimamizi wa mateso yako, wasikurudishe nyuma. Nakataa kuweka akiba kwa ajili ya magonjwa, nakataa kuweka akiba kwa ajili ya mauti, nakataa kuweka akiba kwa ajili ya madeni, nakataa kuweka akiba kwa ajili ya uharibifu katika jina la Yesu. Haleluya, Bwana asifiwe. Kuna mtu ananisikia anachofundisha? Kuna mtu anasikia neno la Bwana? Haleluya. Hii kwa nikwambie, hii inaitwa kutoka. Sema kutoka. Kutoka. Mungu anawaona wanavyolia, anawaona wanavyohangaika, anawaona wanavyohuzunika. Lakini shida iliyokuwepo, kulikuwa kuna Farao, kulikuwa kuna wasimamizi wa mateso, kulikuwa kuna mizigo waliobebeshwa, alafu kulikuwa kuna maumivu, kuna uchungu, kulikuwa kuna vitu viko ndani mwao. Utumwa umekamata maisha yao, maumivu yamekamata maisha yao. Leo nakuombea Mungu akutoe hapo. Kitabu cha Kutoka kiandikwe kwako. Kwenye semina hiyo kumbuke waraka wa Kutoka. Isiwe tu kutoka kwa Israeli, iwe ni kutoka kwako, iwe ni kutoka kwenye mateso yako, iwe ni kutoka kwenye maumivu yako, iwe ni kutoka kwenye maisha bila Mungu, iwe ni kutoka kwenye hasara, iwe ni kutoka kwenye madeni, iwe ni kutoka kubeba mizigo yao. Sema naitua. Sitobeba tena mizigo yenu. Naenda Kanaani, naenda na Yesu. Sitobeba mizigo ya mateso. Mimi nimefunguliwa kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Shangilia Bwana Yesu kama mwanamwelewa. Kwa hiyo kwenye maisha yetu kuna watu ambao ni wasimamizi wa kiroho na kimwili. Hata kazini kuna mtu anakutesa bila sababu. Si ni kweli? Si nipo jamani? Hata shuleni si kuna walimu wanakuonea bila sababu. Hata nyumbani kuna ndugu yako, bila hujamwibia, hujamtukana, hujamjibu, hujamuomba chumvi, lakini yeye anapenda uharibikiwe tu. Hawa wanaitwa wasimamizi wa mateso. Sasa wapo wa kimwili tunaweza tukawajua, lakini wa kiroho ndio wabaya zaidi, kwa sababu ni wagumu kuwajua. Yesu anasema adui wa kwanza ni mtu wa nyumbani kwake mwenyewe. Adui wa kwanza, kama ni mfanya biashara, adui yako ni nani? Kama wewe ni mkulima, adui zako utawakuta shambani. Kama wewe ni mfanyakazi, adui zako utawakuta kazini. Halo, Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo utaona kama mko ofisi moja, mmoja akiinuliwa juu, mmoja ananuna, unajua tayari kuna shida. Haleluya. Ukiona mwingine amefaulu mtihani, mwingine amenuna, unajua kuna shida. Mimi wakati nasoma primary, kuna mtu ambaye alihamishiwa kwenye shule kwenye darasa letu. Kwa wakati nasoma mimi nilikuwa naongoza shule. Wakati naongoza darasa za wali zote za miaka yote ilikuwa za kwangu. Kwa hiyo yule mwanafunzi alihamishiwa shule, akaanza kutafuta namba moja. Kwa kusoma vizuri kabisa hana shida, lakini ukimzidi tu hakusalimii.
ni rafiki yangu na ataiona hii clip, ataiona hii video. Bwana asifiwe sana. Na bahati nzuri kwenye hiyo shule tukafaulu, mimi na yeye tuko wawili tu kwenda sekondari, na tukapanga shule moja. Kwa moto ukaendelea mpaka tunamaliza shule sekondari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nina bahati mbaya nyingine, nyumba tulikuwa tumepanga tunaishi, tukapanga nyumba moja. Yeye anaishi mlango huu, mimi naishi mlango huu, lakini hatuongei. Sema wasimamizi wa mateso. Kwa hiyo mimi nilikuwa namjua Yesu. Sina uhakika kama yeye alikuwa anamjua Yesu. Kama hamjui Yesu, anaweza kufanya chochote kuhakikisha anakuvuta anakaa kwenye position yako. Haleluya. Si unajua Mungu pia anasema takufanyia nafasi, si ndio? Mungu anakufanyia nini? Kwa sababu Mungu anajua ili ufike mahali lazima unahitaji nini? Kwa hiyo na adui akitaka kukuvuruga wewe, anakalia nini? Kwa hiyo mimi nikikalia kiti hapa, kuna mtu atakaa tena? Adui akiwahi kiti chako utapata kazi. Adui akiwahi kiti chako utapata ndoa. Adui akiwahi kiti chako utapata elimu. Upati. Sio kwa sababu elimu haipo, sio kwa sababu ndoa hazipo, sio kwa sababu watoto hawapo, ni kwa sababu nafasi imekamatwa. Sema nakataa. Nairudisha nafasi yangu. Naiita nafasi yangu. Aliyeshika achia. Irudishe. Rudisha nafasi yangu. Rudisha nafasi yangu. Rudisha nafasi yangu. Katika jina la Yesu. Sema fire. 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 Kwenye nafasi yangu fire. Katika jina la Yesu. Yes. Kwa hiyo hapa kuna wasimamizi wa mateso wa kiroho na wanafanya maisha ya mtu kuwa machungu. Kuna mtu, Bwana asifiwe. Kuna nani? Unajua Yesu si alikufa? Si tunajua hilo? Na utanielewa kesho, na kesho Mungu akupende heba, usikose. Utanielewa. Nimekuanzia hapa na maisha yako. Tukija kuzungumza habari hiyo ya ukombozi, sipojua asili kwa nini Mungu alitengeza mpango wote. Mungu alikuwa anatafuta kumkomboa mwanadamu. Namba 2. Badala ya sisi kujiwekea akiba, kuwa na mipango yetu, tunajikuta tunakuwa tunatumikia mipango ya watu wengine. Hii neno wakati nasoma maandiko ilinihuzunisha sana. Yaani wajenge miji ya kuweka akiba kwa ajili ya Farao, alafu wao hawana kitu. Nilihuzunika sana. Nikasema hivi, kulikuwa na jukuta. Nikasema hivi, miaka yote, leo mwaka wa 12 nafanya kazi. Miaka 12 natumikia watu wengine. Kwangu huku nimeweka akiba kiwango gani? Nikajikuta mimi miongoni mwa hao. Hili neno kabla Mungu hajasema na wewe alikuwa anataka nisaidie mimi. Sijui kama kwako unaona utumwa wa kufanya kazi kwa mtu miaka mingi, alafu unaishia sifuri, unaishia mateso. Baadaye wafanyakazi wa serikali tunasubiri kitu kinaitwa kiinua mgongo, maana mgongo ulipinda, sasa unataka uinuliwe. Sema nakataa. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Yes, kuna vijana kama sisi wamefanikiwa bila kuwa watumwa wa watu wengine. Misri wamekaa, imagine Misri na Waarabu wamekaa, ina wakazi wake wamekaa, wamerelax. Eti wewe mtumishi lema unahangaika, unafanya kazi, umekusanya 15,550. Kesho maumivu ya mgongo, unaenda kwenye kipimo cha x-ray unaambiwa 50,000. Unachukua 15,550 leo kusanya jana, unaenda kukopa shilingi 35 nyingine, unaunganisha na yule, unapelekea daktari, yeye amekaa ile. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Sema huu mwili wangu na uvisha vazi la moto wa Roho Mtakatifu. Mateso yoyote, mizigo yoyote ya adui haitogusa mwili wangu, na chochote ambacho adui amenibebesha ninatutua leo. Mateso yoyote ninayashusha leo kuanzia sasa
Kuanzia sasa hazina yangu haitoliwa na wengine, akiba yangu haitoliwa na wengine. Sema nakataa, ninakataa, ninakataa kuanzia leo, kuanzia leo. Ufahamu wangu funguka, elewa, fahamu Mungu amekutembelea katika jina la Yesu. Yes. Usikae miaka inaenda, miaka inarudi. Fikiri nje ya box. Bwana asifiwe. Haleluya. Ukijiuliza sifanyi kazi, nafanya. Matunda ya kazi yangu sina. Mwaka wangapi? Wa 32 kazini. Sema sitaki huo ujinga. Namba 3. Kwenye maisha yetu, pamoja na ujuzi au elimu au cheo au kazi nzuri tulizo nazo, lakini tunajikuta tukitumikia watu wengine na maisha ya uchungu yakabaki pamoja na sisi. Hivi ndio mshasikia mtu amejinyonga? Mshasikia mtu amejinyonga? Mshasikia kabisa ana akili timamu, si ndio? Ni nini? Ni uchungu. Uchungu na kujali baada ya kuwa mbali na Mungu, na baada ya shetani kuzidisha mateso kwenye maisha yake. Haoni namna, hafikiri kama kuna msaada tena. Mwambie rafiki yako, Bwana amekutumia ujumbe, anakupenda. Usijinyonge, usife. Embele mkono wako mmoja hivi. Rakipaya manzo teri maradosha pana keterima ramba sokrimanda rabase keteri bashataya rika panderi master maroki pataya rika pande seteye deri master ya poka manedesia raka panoshe pana zikil mandera dosha taya. Ninauingilia kati mwezi wa 4. Naondoa kuna tarehe ya mtu imewekewa uchungu mkali, na huo uchungu utamfanya ingiwe na hasira, achukue maamuzi ya kukatisha uhai wake. Na huyo mtu yuko hapa. Raka papaya rika paradia matere bosa rika paradosha paradia riko pataya manderi kaya. Nasimama kama Musa katikati ya uchungu wa wana wa Israeli. Nasimama kama Musa katikati ya maumivu ya wana wa Israeli. Nasimama kama Musa katikati ya mateso waliokuwa wanapitia. Nasimama kwa ujasiri kabisa. Nina cancel hiyo mauti, na cancel hiyo uchungu, na cancel hiyo hasira, na cancel hiyo maumivu, na kata na yang'oa moyoni mwako, na waombea moyo wako, na waombea moyo wako. Huzuni sikae moyoni mwako, uchungu sikae moyoni mwako, maumivu sikae moyoni mwako, mateso yaondoke kwako. Adui akuachie, adui achie moyo wako, adui achie maisha yako, adui achie, adui achie, adui achie, achie tumbo lako, achie miguu yako, achie kazi yako, achie hazina zako, achie uzao wako, achie kibali chako. Usikate tamaa. Uchungu hautakuweza, mauti haitakuweza kushinda kwako. Ewe mauti, kumeng'olewa, kumetupwa mahali. Kristo amefufuka. Kristo alikufa kwa ajili yetu. Yes. Katika jina la Yesu. Sema amen. Sema sitakufa bali nitaishi. Haleluya. Sasa tuangalie mpango wa Mungu kwetu ni upi? Mpango wa Mungu kwetu ni upi? Mpango wa Mungu ni kumsaidia mtoto wake ili afikie furaha kamili ya kuwa na Mungu kwenye maisha yake kimwili na kiroho. Penzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo mpango wa Mungu anasema, nayajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo mema ya kuwapa tumaini katika siku zenu za mwisho. Kwa hiyo Mungu mpango wake ni kumsaidia mtoto wake aliyemwamini ili maisha yake yawe na ladha, maisha yake yajue uthamani wa Mungu kwenye maisha yake, na watu wengine wakimtazama wajue kweli huyu mtu ana Mungu, wasiwe na maswali mawili. Sema Yesu nisaidie,
Nahitaji kujua ladha ya kuwa na wewe. Haleluya. Wana wa Israeli walipochoshwa na utumwa huu, walimlilia Mungu kwa mzigo mzito hadi kilio kikafika mbinguni. Hii ni ajabu sana. Angalia, ilikuwa miaka 400 wanateseka kwenye kipindi hiki. Hawajawahi kumwomba Mungu hata siku moja. Hawajawahi kumlilia Mungu, ingawa wanateseka, ingawa wanaumia, ingawa wana uchungu katika mioyo yao. Lakini this time fahamu zao zikatiwa nuru. Wakasema hivi, kwa nini tunateseka? Kwa nini tuna uchungu na tuna Mungu? Wakakubaliana wote, wakasema nitamlilia Mungu. Tutamlilia Mungu sisi na vizazi vyetu. Tutamkumbuka Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Tuone kama huyu Mungu hata tusaidia. Kutoka sura ya 2 mstari wa 23. Kutoka sura ya 2 mstari wa 23 anasema, hata baada ya zile siku, yani zile siku za mateso na uchungu ambazo tumesoma kule kwenye sura ya 1, mfalme wa Misri ambaye anaitwa Farao akafa. Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake la Abraham, Isaka ya Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Mungu akamwambia Abraham kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa 14 na 14. Mungu akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi sio yake. Watawatumikia watu wale, nao watateswa kwa muda wa miaka 400. Na hata taifa lile watakalowatumikia nitawahukumu, baadaye watatoka na mali mengi. Bwana asifiwe. Unaona sasa, Mungu anasema wataenda utumwani muda wa miaka 400 kwa sababu ya makosa yao. Lakini walikaa miaka mingapi? 430 ngapi? 32, si ndio? Lakini Mungu aliahidi miaka mingapi? Lakini siku mateso yao ya kati yanaendelea. Je, Mungu alikuwa hayaoni? Mungu alikuwa asikii? Mungu alikuwa anasubiri nini? Watu hawa wachukue hatua ya kumkumbuka nani? Mungu. Na kama wao wangeona jambo liwe rahisi, ilikuwa ni rahisi kuanza kumwomba Mungu. Mungu, hebu tunaomba ututumie mtu, sema naye aje aseme na maisha yetu, si ndio? Ndio maana unaona Musa, Mungu anayomtafuta kule, mpaka anamgombanisha na Farao, mpaka anamtoa kule, anatoroka anaenda kuteseka kwa Midiani huko Afrika. Musa hana mtu wa kumwombea. Musa hakuwa na mtu wa kumwombea kabisa. Paka anabishana Mungu, mbele Mungu sieni. Ukisoma yale maandiko unaweza kuona ni kama yalizungumza siku moja, lakini maandiko ambayo yanaeleza muda wa miaka mingi ambayo Musa alikuwa afanya argument na Mungu. Musa utaenda, siendi, mimi nikukumisi. Musa utaenda, mimi siendi. Kwanza watu hao hawanijui. Mimi nimekaa Misri miaka 40, hawanijui. Hata Kiyahudi sijui. Nitaendaje? Hata hawataniamini. Hata siogope Musa, mimi nitakuwa pamoja na wewe. Mimi siji kuongea, basi usijali. Haruni yuko pamoja na wewe. Mimi nitaongea na Haruni na wewe utakuwa kama Mungu kwa Haruni. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Unaona mpango wa Mungu kumsaidia mwanadamu eh? Sasa nasema alivyokufa Farao. Sema alivyokufa Farao. Ambaye alikuwa anawatesa. Alivyokufa Farao alikuwa analeta mateso, ndipo fursa ya wana wa Israeli kukumbuka kuna Mungu. Wakaanza kukumbuka. Kuna mtu hauwezi kukumbuka ibada kwa sababu kuna mtu amekukalia. Sema na muondoa Farao wangu. Tangu naongea kizembe, sisi tu Mungu anaongea na sisi. Sema na muondoa Farao wangu. Na mfuta Farao wangu. Ili Mungu asikie kilio changu. Ili Mungu aone machozi yangu. Ili Mungu aone uchungu wangu. Ewe Farao, ninakuondoa, ninakufuta. Mahali pengine Biblia inasema hivi, baada ya kufa kwake nani? Uzia, na alimuona
Isaya anasema baada ya kufa mfalme Uzia, na alimwona nani? Kwa hiyo Uzia alikuwa anamzuia Isaya kumwona nani? Kumbuka Isaya ni nabii na mfalme Uzia yupo anatawala. Kilichokuwa kinamfanya Isaya asimuone Bwana ni nani? Uzia, si ndio? Sema nakufuta ewe babu, nakufuta ewe bibi, nakufuta ewe bosi, nakufuta ewe farao wangu. Ninakuondoa kwenye nafasi, ninakushusha, ninakukanyaga. Nimepewa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka, na kwa sababu wewe umekuwa kama mwiba kwangu, ninakukanyaga leo. Hautainuka tena, hautakuwa na mamlaka juu yangu. Ninakushusha. Kwa habari ya mateso, hautonitesa. Kwa habari ya uchungu, hautonibebesha. Kwa habari ya uharibifu, hautauleta kwangu. Imetosha, imetosha kwa jina la Yesu. Haleluya! Makofi kwa mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo yupo mtu anasababisha mateso. Sema yupo mtu anasababisha mateso. Yuko mtu anasababisha nini? Pia yuko mtu anayesababisha Mungu asahau agano lako. Tumeona hapa Mungu anasema hivi kwenye Kutoka hiyo sura ambayo tumesoma sura pili, anasema Mungu akakumbuka agano lake alilowahi kulifanya na Abrahamu na Isaka na Yakobo. Yaani Mungu yupo anajua kwamba niliwahi kusema Charles baada ya miaka 5 nitamuinua. You know that? Si ndio Mungu ameahidi, si ndio Akisema amefanyaje? Kinachobaki ni kufuatilia nini? Neno lake. Sasa kinachomshangaza Mungu, kwa nini alisahau kwamba miaka 400 hao watu wake watakuwa watoke? Farao ni nani? Sema yuko mtu aliyeshika majira yangu, na kuanzia sasa ninatangaza Pasaka wangu Yesu Kristo amekwisha kutolewa ili anitoe, ili anifungue, ili majira yangu yakombolewe, yarudishwe, na mimi ninayakomboa majira yangu. Hayatovuka, hayatozidi. Ninakomboa majira, ninakomboa majira. Komboa majira yako, komboa majira. Pray. Rika papaya. Nakomboa majira yangu ya afya, nakomboa majira yangu ya utumishi, nakomboa majira yangu ya kutumika, nakomboa majira yangu ya heshima, nakomboa majira yangu ya utajiri, nakomboa majira yangu ya mali nyingi, nakomboa majira yangu ya kuhubiri Injili, nakomboa majira yangu ya kutumikia wengine, nakomboa majira yangu yaliyobebeshwa miaka iliyokuwa na nzige, tunutu, mdumano na panzi na parare. Hiyo miaka inarejeshwa, 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 inarejeshwa. Bwana asema miaka yako sizidi, miaka yako sizidi. Kila jambo na majira yako, kwa majira yako ufanikiwe, kwa majira yako Mungu akumbuke ahadi yake leo, akumbuke ahadi zake leo juu yako, akumbuke mwaka huu alisema atakuinua, akuinue. Alisema mwaka huu atakuangazia nuru za uso wake, akuangazie. Alisema mwaka huu atakuponya magonjwa yako, akuponye magonjwa yako. Alisema mwaka huu ni wa kuolewa, uolewe. Alisema mwaka huu ni wa kupata watoto, upate watoto. Alisema utazaa mapacha, asisahau hilo, asisahau hilo. Alisema utaenda kimataifa, asisahau hilo. Alisema atakutenga mwaka huu na roho za asili. Ninatangaza leo, ninatangaza leo, Mungu akumbuke agano lako, Mungu akumbuke agano lake, Mungu akumbuke majira aliyoyatamka mwenyewe, Mungu akumbuke miaka aliyoyaahidi, miaka ya baraka, miaka ya furaha, miaka ya kicheko, miaka ya kufurahi, miaka ya kicheko, miaka ya harusi, miaka ya kusherehekea, miaka ya utele, miaka ya kubarikiwa, miaka ya kuvuka, miaka ya kuinuliwa, miaka ya ushindi, miaka ya ushuhuda. Ije kwako, ije kwako, hiyo miaka ije kwako, hiyo miaka ije kwako. Farao wako akuachie, Herode wako akuachie, Uzia wako akuachie. Inawezekana Uzia wako ni bosi wako afe, inawezekana Uzia wako ni wachawi waanguke, wapigwe kwa radi, wapigwe kwa moto, wapigwe kwa fimbo ya chuma, wapigwe kwa rungu la Bwana. Inawezekana ni mama yako pia, tunamwombea leo, tunamwombea baba yako leo, tunaombea kaka yako leo, tunaombea ndugu zako leo. Bwana akumbuke ahadi yake, Bwana akumbuke agano lake, Bwana akumbuke majira yake. Ili nikapapaya, ili nosapaya, liko remanda rabaya, liko loborimara, likini masarana, lika nosiria, lika mandara loke, lika bararika,
majira yako yageuzwe, utoke kwenye majira ya utumwa, umuone Bwana na Bwana akumbuke agano lake. Bwana angalia nafasi yako, Bwana angalia maumivu yako, Bwana angalia uchungu wako, akutoe hapo, akutoe hapo, akutoe hapo, toka katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaweza wakasababisha Mungu asahau agano lake na wewe. Kuna watu ambao wanasababisha Mungu asikuone. Lakini alivyokufa Farao, wana wa Israeli walikumbuka kuomba. Alivyokufa Farao, walikumbuka Mungu. Alivyokufa Farao, Mungu naye aliwakumbuka. Alivyokufa Farao, Mungu alikumbuka agano lake. Alivyokufa Farao, Mungu aliwaona. Naomba hili neno ambalo Bwana amelituma, Mungu akuone kuanzia leo. Mungu aone kazi yako. Mungu aone biashara yako. Mungu aone utumishi wako. Mungu aone huduma yako. Mungu akuone, Mungu akuone, Mungu akuone, Mungu akuone. Msema niko hapa Yesu. Niko hapa Yesu. Umenijilia leo. Historia yangu ibadilishwe, igeuzwe kuanzia sasa. Niwe kiumbe kipya. Unanisikiliza? Biblia inasema tazama mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa, au umesema mtu mpya? Ni nini? Okay. Kiumbe kipya hakizuiliki. Si unanielewa? Kiumbe kipya cha kimungu hata ukifunga milango kinaweza kikaingia ndani mwako. Hamsemaji wachawi wameingia ndani mwako na walifunga milango? Hamsemaji? Si mnasema waliingiaje? Kwa sababu ni viumbe. Sema viumbe. Sema na mimi ni kiumbe. Ninahama hapa. Ninawafuata akina Farao. Ninawafuata wasimamizi wa mateso yangu. Ninawafuata walionichelewesha. Ninawafuata walionibebesha mizigo yao. Ninawafuata waliochukua hazina zangu. Katika jina la Yesu ninawapiga, ninawaangusha, ninawatamkia leo kuanzia sasa mimi ni mwana wa Mungu. Ninayo mamlaka kamili. Nitakalolifunga litakuwa limefungwa juu yao. Nafunga njia zao, nafunga mianya yao, nafunga macho yao, nafunga miguu yao, nafunga mamlaka yao, nafunga nguvu zao, nafunga miguu yao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana, nirudishie afya yangu, nirudishie kibali changu kuanzia sasa. Niwe mtu mpya, niwe kiumbe kipya ndani yako na wewe ndani yangu kuanzia sasa katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuna nini? Kuna watu, sema kuna watu. Mpango wa Mungu wake kwetu ni kutufanya tuwe na maisha mazuri, na ametuweka kwa nia yake njema. Japo yuko mtu ambaye nimemsema hapo, anakusahaulisha, anakutesa, anakuletea magonjwa, lakini Mungu analo neno na wewe. Inawezekana miaka imevuka kama ya wana wa Israeli, imekuwa 432, imekuwa 28, imekuwa 30, wanakucheka. Na Mungu alikuahidi haitopita hiyo miaka. Lakini nataka nikwambie, kama Farao aliweka watu, Mungu ametuma watu. Na kwenye semina hii ametuma mtu. Na huyo mtu Bwana anasema hivi, Kutoka 3 mstari wa 7 mpaka wa 10. Kutoka sura ya 3 mstari wa 7 mpaka wa 10. Mungu anasema hivi, Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya usimamizi wao, maana nayajua maumivu yao, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka katika ile nchi ya ahadi hata nchi njema. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikia, tena nimeyaona haya mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Haya basi, na kutuma kwa Farao
ili upate kuwatoa watu wangu hawa wana wa Israeli katika Misri. Hili neno la Bwana kwako jioni ya leo. Bwana amenituma kwa kazi hii jioni ya leo. Bwana amenituma kwa kazi hii jioni ya leo, pamoja na kusikia na kuona mateso na uchungu wao na mpango wa kuokoa Mungu alikuwa nao, lakini alihitaji mtu. Alimhitaji Musa kwenda kuokoa, kwenda ili miaka ile 32 sizidi. Mungu alikuwa anatafuta mtu. Bahati nzuri au mbaya, Mungu alichagua mtu ambaye alikuwa dhaifu, na yeye akawa na mashaka kama watamwamini. Mungu nifanye kama hao. Mungu nifanye kama Musa. Mungu nifanye kuwa sehemu ya maisha ya watu hawa kubadilika, ili Mungu tukufu wako ujulikane. Wametutukana kwa maneno mengi, wanasema yuko wapi Mungu wao? Wametudharau, wanasema yuko wapi Mungu wao? Wamesema tunapoteza muda, wamesema tumechanganyikiwa. Raiko masile mandarabasheteye. Ewe mkono ulioshika maisha ya watu, ewe mkono wa adui ulioshika wa Tanzania, ulioshika familia zetu, ulioshika uchumi wetu, ewe mkono, Mungu anaweka mkono juu yako, anaondoa mkono juu ya mateso yako. Mungu anaondoa mkono wa mateso kwako. Mungu anaondoa mkono wa magonjwa kwako. Mungu anaondoa mkono wa maumivu kwako. Mungu anaondoa mkono wa kunyanyaswa. Anaondoa kuanzia leo na kutangazia uhuru. Yesu anasema Roho Bwana yuko juu yangu, maana amenipaka mafuta kuwatangazia maskini habari njema. Wale waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao, wale walio gerezani wapate uhuru wao, wale walioteswa na shetani waachiliwe, na kuja kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Inatangaza kila gereza la uchungu, gereza la maumivu, gereza la kilio, gereza la maumivu, gereza la uchungu lililokukamata, na lihukumu leo, na lihukumu leo. Mungu amesema nitawahukumu taifa hilo lililowatumikisha, lililowapa mateso. Tunaona Mungu alimtuma Musa kuachilia mapigo yale 10. Alimtuma Musa kuhukumu ile taifa. Alimtuma Musa kuachilia mapigo. Alimtuma Musa kwa sababu ya ukombozi wao, kwa sababu ya wokovu wao. Semina hii ikawe sababu ya mega change, ya mabadiliko makubwa kwako. Popote sauti hii inapofika, na ingia nyumbani kwako, mahali popote kwenye mkono wa Farao walioshika akaunti zako, walioshika biashara zako, walioshika afya yako, maumivu ya mifupa, maumivu ya tumbo, maumivu ya miguu, maumivu ya masikio, maumivu ya kichwa, ninatangaza leo iwe mwisho. Bwana amenituma, Bwana ameniagiza nitangaze uhuru kwa watu hawa. Ewe Farao, ewe shetani, ewe ibilisi, enyi wachawi, kama hamtaki kuachia yako mapigo 9 na la 10 linakuja juu yenu, mpigwe kwa chawa, mpigwe kwa maji yenu kugeuka kwa damu, mpigwe kwa uchungu, mpigwe kwa maumivu, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninatangaza kabisa leo ni mwaka wa kutoka, leo ni majina mapya, leo ni siku ya kuchomoka. Wachomoke matajiri humu, wachomoke wafanyabiashara humu, wachomoke waombaji humu, wachomoke waimbaji humu, wachomoke wainjilisti humu, wachomoke, wachipue kama uyoga, wakue kwa haraka sana, majira yao yaliliwa, wachomoke watoke. Huu ni usiku wa kutoka, huu ni usiku wa kutoka, huu ni usiku wa kutoka. Tumevaa viatu tayari, tuko tayari kutoka. Sema natoka, sema natoka, natoka na watoto wangu, natoka na biashara zangu. Pray. Rika papa masekete, toka na vitu vyako, toka na vitu vyako, toka na vitu vyako, toka na vitu vyako, toka, chomoka hapo, chomoka kwenye maumivu hayo, chomoka kwenye uchungu huo, chomoka kwenye mateso hayo, chomoka kwenye mikono yao, chomoka, toka hapo, chomoka, toka hapo, chomoka, utoke. Mungu hutuma neno, Mungu hutuma watu, Mungu anaamini watu. Wasikilize hao watu, usiwapuuze hao watu, usiwadharau hao watu. Wamebeba amani yako, wamebeba afya yako, wamebeba kazi yako, wamebeba uamsho wako, wamebeba ndoa yako, wamebeba fahari yako. Mungu amenituma jioni leo ili kukutangazia kwamba anataka kukupa maisha mazuri, anataka
abadilishe hisia zako. Anataka akuinue, anataka akuinue, anataka akuinue, anataka akutumie, anataka akutumie katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila mtu aliyebeba majibu yako asizuiliwe. Kila mtu aliyebeba majibu yako asizuiliwe. Aliyebeba hatima yako asizuiliwe. Simama katika jina la Yesu. Stand up. Rakapapasia karanaya. Rika paradia rukama. Funika macho yako na mikono yako juu kunaomba. Rika paya mando riaba sekete. Rika paradosha taya. Rika paradosa nara masakaya. Riko rima shataya radosha. Rika paradosa naria kamando. Rika paradosha taya mando. Rika paradosha taya. Rika paradosa teria mandaraba. Wana Shaparadia masoya. Rika maradosa taya. Anasema ninawasha taa kukuangazia. Ninawaka nuru kukutafuta mwanangu. Ninawasha taa kukutafuta. Nifinyange. Nifinyange. Kama wewe pendavyo. Ili ya masataya. Raka papasa tayo. Mungu akuona hasara uzao wa Israeli wa Farao kupotea. Mungu akuona hasara mapigo yale kuwapata. Mungu akuona hasara, Mungu akuona hasara. Mungu akuona hasara, akuona hasara. Wewe tamka tu tamaka. Farao wako anaondoka. Wale wasimamizi wa mateso wanaondoka. Wale wasimamizi wa mateso wanaondoka. Yes! Yes! Unaimba kwa sauti ya juu kabisa. Mungu akufikia. Mungu amekukusudia kuwa tajiri. Mungu amekukusudia kuwa mtu mashuhuri. Mungu amekukusudia kukubadilisha. Yes. Njoo kama uko hapo na kama uko mahali popote maombi haya yanakufikia. Shaparadia masonderia. Funika macho yako. Endelea kuzungumza na hatima yako. Fanya haraka. Mungu amekuona. Usiogope. Mungu akasema. Musa anasema, je, wataniamini? Bwana anamwambia, nyosha mkono wako Musa. Mungu akamwambia Musa, nyosha mkono wako. Kuna ishara kifuani kwako. Kama ambavyo Musa alifanya ishara. Yesu wangu. Hawa ni watu wako. Watu wa malisho yako. Hawa ni watu wako. Umekuja kuwatoa. Umekuja kuwakomboa. Umekuja kuwasaidia. Umekuja kuwavusha. Leo hii ni siku ya kutoka kwao. Hii ni siku
siku itakuwa majira mapya kwao. Shapaparadia. Hebu imba wetu wote kiwa hapa, imba. Wow.
katika wewe tunashinda. Tunasogea kwenye msalaba, tunasogea Golgotha, ushindi wetu uliko. Tunasogea Golgotha, uhai wetu uliko. Umetununua kwa damu yako, kwa damu yako. Umetununua kwa damu ya mnyama, umetununua kwa damu yako. Na ndio maana tunakuja mbele zako kwa uhalali wa damu yako, kwa uhalali wa damu yako. Yesu, tuko mbele zako, tunasogea
roho ya machozi. Ninakataa roho ya maombolezo. Sema nakataa kwa niaba yao roho ya maombolezo, roho ya kilio, roho ya uchungu kwa hawa watu. Yesu, damu yako inene mema kwa ajili ya hawa watu. Roho ya uchungu, roho ya maombolezo iliyokaa ndani ya mioyo yao iondoke, iondoke. Hawa watu wote, Bwana anasema wana ujumbe unaofanana, wanahitaji linalofanana, wana shida inayofanana, wote wana sauti ya maombolezo. Makaridosha paya. Sema naifuta hiyo sauti. Sema Bwana Yesu, kuanzia sasa uwasikie, uwaone, uwakumbuke mara mbili, uwalipe. Natangaza kulipa mara mbili kila ulikopoteza. I declare in the mighty name of Jesus, double portion, double payments, double rewards, double repayments. Wherever you lost, ewe joka, umepigwa, umeanguka, umepotezwa kabisa. Ewe Farao ulioko juu ya mtumishi huyu, ninakuamuru kwa moto katika jina la Yesu, achia maisha yake yawe maisha ya kushangilia, maisha ya kufurahi, maisha ya kushangilia. Pasiwe na huzuni tena kwenye maisha, pasiwe na huzuni kwenye familia yako. Vitu vimegawanyika, vingine vinaenda kulia, vingine kushoto, vingine vinaenda kulia, vingine kwa sababu ya machozi, kwa sababu ya maumivu. Vitu haviendi. Leo ninakuongezea. Elia alimwambia Ahabu, panda gari ukimbie, mvua inakuja. Ahabu hakujiuliza Elia ataendaje. Cha maajabu, Ahabu alimkuta Elia amekwisha kufika. Ninatamka speed and increasement. Roho ya mwendo, kasi na maongezeko iwe juu yako, kasi na kuongezeka iwe juu yako. Hofu, mashaka, kilio na maombolezo ya muda mrefu, leo naweka mipaka kwako. Tunaweka mipaka kwako. Haitakuwepo hivyo tena, haitakuwa hivyo tena. Nabariki watu wa nyumbani kwako, nabariki mumeo, nabariki uzao wako. Damu mbichi inayoongea. Hebu damu ya Yesu kidogo. Naona damu mbichi kwa mama huyu inaongea. I don't know. Pray. 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 Kila anapojaribu kufanya jambo anakumbuka. Yesu anakumbuka leo. Yesu anamsaidia sasa hivi. Damu ikusaidie. Binti damu ya Yesu kuondolea usugu, kuondolea maumivu. Damu isikitu. Yesu anakujua. Mimi sifahamu. Yesu anakufahamu. Ujaja hapo kwa bahati mbaya. Haujaja hapa kwa sababu ya kwenda. Haujaja hapa kwa sababu ya kwenda. Haujaja hapa kwa bahati mbaya. Yashinda Yesu. Alikuwa anakwambia tuende mwenyewe. Yashinda ya binadamu. Yeye akajamu inale mema. Yashinda vitu vyote. Damu inale mema. Damu inale mema. Damu inale mema.
ngazi, lakini hizi ngazi ziko pembezoni mwa daraja. Kwa hiyo akiteleza ataangukia kwenye mto, na anakopanda ni pazuri, lakini ngazi za hilo daraja zinakatika. Ndipo Roho Mtakatifu akanambia, mwambie nimekuja kuiunganisha daraja. Mahali paliko katika, Bwana anapaunganisha tena. Mahali ambapo msaada ulipotea, Bwana anaunganisha tena. Mahali ambapo Bwana anarejesha. Ninataka mtu yako, Bwana arejeshe faida yako. Miaka iliyokufikia Bwana, hautazungukia upande huu. Daraja liko katika, utavuka salama. Na mwaka huu lazima utapiga kelele za shangwe, utamshangilia Bwana, utamtukuza Bwana, na jina yake hayatauliwa tena katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya, piga kelele za shangwe. Sema hili ni pigo la kwanza. Sema hili ni pigo la kwanza. 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 Wasimamizi wa mateso yangu, wa mateso yangu, hamtoniona tena. hamtoniona tena. Mizigo yenu, Mizigo yenu sitobeba tena. sitobeba tena. Akiba yangu, Akiba yangu hamtochukua. hamtochukua. Moyo wangu Hautolia tena. hautolia tena. Hautahuzunika tena. Hautahuzunika tena. Hautachoka. Hautachoka. Katika jina la Yesu. Chukua sadaka yako, chukua sadaka yako, chukua sadaka yako. Chukua sadaka yako. Amenitendea yeye. Amenitendea yeye. Twende music. Toa sadaka yako. Father, I bless the offering, the sacrifice for your honor. Let them be buried in the fruits. In the mighty name of Jesus, I declare the power of your giving. Natangaza nguvu juu ya utoaji wao. Kubali mioyo yao Bwana katika jina la Yesu. Karibu tu, karibu tu. Karibu. Kesho ni siku ya pili. Kesho ni siku ya pili, na Bwana atafanya jambo siku ya pili. Haleluya, haleluya. Usikose, usimwache mwenzako. Natamka amani ya Kristo iende pamoja nawe, uzima wa Mungu uende pamoja nawe, afya ya Mungu iende pamoja nawe. Kesho saa 10 kamili tunaanza. Haleluya, uende kwa amani ya Bwana katika jina la Yesu. Amen.